Kwa miongo kadhaa, Korea Kaskazini iliishi chini ya kivuli cha Marekani. Iliwahi kutegemea Umoja wa Kisoviet, lakini Soviet Union ikaanguka na Korea Kaskazini ikabaki karibu peke yake. Kisha mwaka 2022, Urusi ikaingia Ukraine na dunia ikagawanyika tena. Moscow ikahitaji marafiki na Pyongyang ilikuwa tayari kuzungumza. Baada ya kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti, mahusiano kati ya Moscow na Pyongyang yalibadilika sana, lakini Urusi haikuacha kabisa kuwa na maslahi katika peninsula ya Korea. Mwaka 2000, Vladimir Putin alitembelea Pyongyang na kukutana na Kim Jong-il. Hiyo ilikuwa ishara kwamba uhusiano huo bado ulikuwa hai, lakini miaka ya baadaye uhusiano huo haukuwa na uzito ule ambao tungeuona baada ya 2022. Februari 2022, Urusi ilipoanza uvamizi wake mkubwa dhidi ya Ukraine, Moscow ilijikuta ikikabiliwa na vikwazo vikubwa kutoka Marekani na washirika wake. Urusi ilihitaji washirika, biashara, vifaa na msaada wa kisiasa. Na hapa ndipo Korea Kaskazini ikawa muhimu zaidi. Pyongyang ilikuwa moja ya nchi chache zilizounga mkono wazi msimamo wa Moscow kuhusu vita. Mwaka 2023, Kim Jong-un alisafiri kwenda Urusi na kukutana na Putin. Safari hii haikuwa tu ya kawaida ya kidiplomasia. Walizungumza kuhusu ulinzi, teknolojia, uchumi na ushirikiano wa kimkakati. Na mwaka 2024, Putin naye akafika Pyongyang. Ilikuwa ziara muhimu sana kwa sababu viongozi hao wawili walitia saini mkataba mpya wa kimkakati. Juni 2024, Putin alifika Korea Kaskazini. Hapo ndipo uhusiano huo ulifikia kiwango kipya. Moscow na Pyongyang zilisaini Comprehensive Strategic Partnership Treaty. Mkataba huo uliweka msingi wa ushirikiano mpana kati ya nchi hizo mbili, na kifungu muhimu kilikuwa kuhusu kusaidiana katika tukio ambalo moja ya nchi hizo endapo ingeshambuliwa. Hii ilikuwa hatua kubwa sana, kwa sababu Korea Kaskazini haikuwa tena ikionekana tu kama mshirika wa mbali wa Urusi. Uhusiano ulikuwa unaenda kwenye kiwango cha kimkakati zaidi. Lakini Korea Kaskazini inahitaji nini? Kwa nini Kim Jong-un alikaribia Urusi? Jibu la kwanza ni usalama. Korea Kaskazini inakabiliwa na shinikizo kutoka Marekani, Korea Kusini na Japan. Urusi inaweza kuwa mshirika muhimu wa kisiasa na kijeshi. Lakini kuna jambo jingine, uchumi. Korea Kaskazini imekuwa chini ya vikwazo vya kimataifa kwa muda mrefu. Uhusiano mkubwa na Moscow unaweza kuipa nafasi zaidi ya biashara na msaada. Na sasa tuangalie upande wa Urusi yenyewe inataka nini? Hilo ndio swali la pili muhimu. Kwa nini Moscow iimarishe uhusiano na nchi iliyokuwa ikitengwa na sehemu kubwa ya dunia? Jibu ni kwa sababu Urusi yenyewe iko kwenye vita, na vita vinahitaji silaha, risasi, vifaa na rasilimali. Marekani na Korea Kusini zimeishutumu Korea Kaskazini kwa kuipa Urusi msaada wa kijeshi kwa ajili ya vita ya Ukraine. Pyongyang na Moscow zimekuwa zikikataa na kupinga baadhi ya tuhuma hizo. Lakini tangu 2023, Marekani, Korea Kusini na washirika wengine wameendelea kuripoti ushahidi kuhusu uhusiano huo. Na labda swali ni je, vipi kuhusu askari wa Korea Kaskazini pale Ukraine? Hapa ndipo story inakuwa kubwa zaidi. Mwaka 2024, Marekani na Korea Kusini zilianza kusema kwamba Korea Kaskazini ilikuwa imetuma wanajeshi nchini Urusi. Baadaye Urusi na Korea Kaskazini zilikiri kuwepo kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini wakishirikiana na majeshi ya Urusi katika mazingira yanayohusiana na vita vya Ukraine. Hii ilikuwa hatua ya kihistoria kwa sababu kwa mara ya kwanza baada ya miongo mingi, wanajeshi wa Korea Kaskazini walikuwa wamehusishwa moja kwa moja na vita ya nje ya peninsula ya Korea, tena katika kiwango kikubwa kama hicho. Hapa ndipo uhusiano huu unakuwa wa kuvutia zaidi. Lakini Kim anapata nini hasa? Na hapa ndipo uhusiano huu unakuwa wa kuvutia zaidi. Ikiwa Korea Kaskazini inatoa msaada kwa Urusi, inaweza kutafuta kitu cha kubadilishana. Inaweza kuwa fedha, mafuta na nishati, msaada wa kiuchumi,
teknolojia au ushirikiano wa kijeshi. Lakini baadhi ya madai kuhusu aina na kiwango cha teknolojia iliyohamishwa kati ya nchi hizo yamekuwa yakipingwa au hayajawekwa wazi kikamilifu. Kwa hiyo katika dokumentari hii nitajitahidi kutenganisha ushahidi na madai. Unajua, kwa miongo mingi Pyongyang ilikuwa ikitegemea sana China, lakini sasa picha imekuwa tofauti. China bado ni mshirika muhimu sana wa kiuchumi na kisiasa wa Korea Kaskazini, lakini Urusi imekuwa mshirika wa kimkakati anayezidi kuwa muhimu. Na hii inaipa Pyongyang nafasi mpya. Baada ya kuwa taifa linalotengwa, Korea Kaskazini inaweza kucheza kati ya China na Russia na mataifa mengine yanayopingana na ushawishi wa Marekani. Wanahistoria wanajiuliza, je, hii ni vita baridi mpya? Na hapa ndipo tunapaswa kuwa waangalifu zaidi, kwa sababu hatuwezi kusema dunia imerudi rasmi kwenye vita baridi vya zamani, lakini tunaona kitu kinachofanana. Mataifa makubwa yanaunda makundi. Marekani ina washirika wake, China ina washirika wake, Urusi ina washirika wake, na Korea Kaskazini imepata nafasi kubwa zaidi ndani ya mfumo huo. Dunia inajua kuwa kwa miongo mingi Korea Kaskazini ilihitaji Urusi. Leo Urusi nayo ina sababu ya kuihitaji Korea Kaskazini. Lakini kuna swali ambalo bado halijajibiwa. Ikiwa Kim Jong-un amepata mshirika mkubwa, ikiwa ana silaha za nyuklia, ikiwa makombora yake yanaendelea kuimarika, na ikiwa nchi yake sasa ina uhusiano wa karibu zaidi na Urusi, je, Korea Kaskazini bado inaweza kuogopeshwa? Au tuseme Kim Jong-un amefikia hatua ambayo hakuna mtu anayeweza kumzuia kwa urahisi? Tunaweza pata uthubutu wa kuiita Korea Kaskazini kama taifa ambalo dunia imeshindwa kabisa kulibadilisha. Na hapa napata sababu za kutazama vikwazo, nyuklia, propaganda na maisha ndani ya nchi hii iliyofungwa. Kwa sababu tumezunguka nje ya Korea Kaskazini kwa muda mrefu, na sasa tumefika mahali ambapo tunapaswa kuingia ndani ya Korea Kaskazini. Tutazame kwa pamoja, raia wanaishije? Kwa nini watu hawamwangushi Kim? Propaganda inafanyaje kazi huko? Internet je, ipo? Watu wanaweza kuondoka kweli? Ni kwa kiwango gani serikali inadhibiti taarifa? Kwa sababu tumeona misimamo ya serikali, viongozi, vita, ujasusi na nyuklia. Sasa tunaingia kwa watu wa kawaida, wasakatonge wa Korea Kaskazini. Na hapa nitakuwa makini kwa sababu taarifa kuhusu maisha ya ndani ya Korea Kaskazini ni ngumu kuthibitisha, na yote ni kwa sababu nchi imefungwa sana. Kwa hiyo tutatumia ripoti za UN na mashirika ya haki za binadamu, na pale ambapo taarifa zinatokana na mashahidi, yani defectors, nitaeleza pia. Kwa sababu ripoti ya UN ya 2025 inasema udhibiti, ufuatiliaji, propaganda na vikwazo vya taarifa vimeongezeka katika miaka ya karibuni huko Korea Kaskazini. Kwa hiyo karibu ndani ya Korea Kaskazini. Kwa sababu ripoti ya UN ya 2025 inasema udhibiti, ufuatiliaji, propaganda na vikwazo vya taarifa vimeongezeka katika miaka ya karibuni. Kwa hiyo karibu tuitazame kwa undani Korea Kaskazini, nchi ambayo tunaweza sema raia wake hawawezi kuiona dunia. Hii ni nchi ambayo unaweza kuishi maisha yako yote bila kutumia Google, bila kutazama YouTube, bila kusoma habari kutoka nchi nyingine, na bila kuwa na uhakika kama mtu unayezungumza naye anakuangalia wewe au anaripoti kuhusu wewe. Hii ndiyo Korea Kaskazini. Tunapoitazama Korea Kaskazini kutoka nje, tunaona Kim Jong-un, makombora, maandamano makubwa, wanajeshi na picha za taifa linaloonekana kuwa na umoja mkubwa. Lakini nyuma ya picha hizo kuna mamilioni ya watu wanaoishi maisha ya kawaida. Wanaamka, wanaenda kazini, watoto wanaenda shule, familia zinakula, watu wanapendana, watu wanagombana, watu wanaota maisha bora. Kwa hiyo swali si je, Korea Kaskazini ina watu, bali swali la msingi ni watu hao wanaishi ndani ya mfumo wa aina gani? Kwa mujibu wa ripoti za UN na mashirika ya haki za binadamu, ufuatiliaji wa raia nchini Korea Kaskazini ni mpana sana. Uhuru wa kujieleza umewekewa vikwazo vikali, vyombo vya habari vinadhibitiwa na serikali, na upatikanaji wa taarifa kutoka nje ya nchi umewekewa adhabu kali. Hii inamaanisha kwamba habari unazopata kutoka nje si jambo la kawaida, ni jambo linaloweza kuwa hatari.
Kuhusiana na internet kama ipo, hili ni swali ambalo bila shaka yoyote angependa kujiuliza. Jibu ni ndio na hapana. Korea Kaskazini ina miundombinu ya mtandao, lakini wananchi wa kawaida hawana ufikiaji uhuru wa internet ya dunia kama tunavyojua. Badala yake, sehemu ya watumiaji hupata mtandao wa ndani unaojulikana kama Kwangmyong, ambao hauwapi ufikiaji wa kawaida wa tovuti za dunia. Ufikiaji wa internet ya kimataifa umewekewa watu wachache maalum na unadhibitiwa sana. Kwa hiyo mtoto anayekulia Pyongyang anaweza kusoma, anaweza kutumia kompyuta, anaweza kuona teknolojia, lakini hilo halimaanishi anaweza kufungua dunia yote kupitia internet. Katika nchi nyingi, ukifungua television unaweza kuchagua CNN, BBC, Al Jazeera, YouTube, Netflix au mamia ya vituo vingine. Lakini kwa Korea Kaskazini, vyombo vya habari vina udhibiti mkubwa wa serikali. Ripoti ya Marekani kuhusu haki za binadamu inaeleza kwamba serikali inadhibiti karibu taarifa zote ndani ya nchi na kwamba media huru haipo. Hivyo taarifa nyingi anazopokea raia zinapita kwanza kwenye mfumo wa serikali. Lakini vipi habari za nje zinaingia ndani? Hapa ndipo story yetu inakuwa very interesting, kwa sababu hata ukijenga ukuta mkubwa kiasi gani, habari hujaribu kupita. Filamu, muziki, simu, USB, kadi za kumbukumbu na njia nyingine zimekuwa zikitumiwa kuingiza maudhui kutoka nje. Lakini serikali imeongeza adhabu dhidi ya kile inachokiona kama media au utamaduni wa kigeni. Ripoti ya Human Rights Watch inaeleza kwamba matumizi ya media isiyoruhusiwa yanaweza kusababisha kuadhibiwa vikali, na sheria za miaka ya karibuni zimeongeza ukandamizaji dhidi ya maudhui ya Korea Kusini. Sasa kama hali ni hivi, kwa nini usitoroke tu? Hili ni swali rahisi kuuliza kutoka nje, kwamba kama maisha ni magumu, kwa nini watu hawaondoki? Lakini jibu si rahisi, kwa sababu kuondoka Korea Kaskazini bila ruhusa ni kosa kubwa sana, na mpaka wa kaskazini kuelekea China una ulinzi mkali sana. Kukamatwa ukiwa unajaribu kuondoka kunaweza kuwa mwanzo wa matatizo makubwa sana. Ripoti za UN na mashirika ya haki za binadamu zinaendelea kueleza vikwazo vikali vya uhuru wa kutembea na kuondoka nchini. China ndo taifa la jirani. Je, kuingia huko inakuwaje? Na hapo ndipo njia ya kutoroka inapokuwa ngumu zaidi. Kwa baadhi ya waliokimbia Korea Kaskazini, kuvuka mpaka kuingia China si mwisho wa safari, ni mwanzo wa safari nyingine ngumu, kwa sababu mtu huyo bado anaweza kukamatwa, na akirejeshwa Korea Kaskazini anaweza kukabiliwa na adhabu kali. Mashirika ya haki za binadamu yameripoti kuhusu kukamatwa na kurejeshwa kwa baadhi ya raia wa Korea Kaskazini kutoka China, pamoja na hatari za mateso, kuzuiliwa na adhabu nyingine baada ya kurejeshwa. Kwa hiyo mtu anayekimbia anaweza kuwa anacheza mchezo huu: Korea Kaskazini, China, nchi nyingine, kisha Korea Kusini, na kila hatua ina hatari yake. Lakini kuna wanaofanikiwa. Baadhi ya waliokimbia Korea Kaskazini hatimaye hufika Korea Kusini, na hapo ndipo wanapoanza kuona dunia ambayo walikuwa wameisikia kwa vipande vipande. Wanaona simu za kisasa, internet, maduka makubwa, television nyingi, na maisha ambayo yanaweza kuwa tofauti sana na yale waliyoyazoea. Lakini kuna iron moja: kufika Korea Kusini hakumaanishi matatizo yote yamekwisha. Baadhi yao hukabiliwa na changamoto kubwa ya kuanza maisha upya. Kama hali ni hivyo huko Korea Kaskazini, je, raia wote wanaiamini serikali yao? Na hapa ndipo dokumentari yetu inapaswa kuwa fair. Hatupaswi kusema kila Mkorea Kaskazini anaichukia serikali. Hatuwezi kuthibitisha swala hilo. Wala hatupaswi kusema kila mtu anaamini propaganda. Hilo pia hatuwezi kulithibitisha. Ukweli ni mgumu zaidi. Kuna watu wanaweza kuamini baadhi ya simulizi za serikali, kuna wanaoweza kuwa na mashaka, na kuna wanaoweza kujaribu kutafuta taarifa kutoka nje, na kuna wanaojaribu kuondoka. Lakini mazingira ya hofu na udhibiti yanafanya iwe ngumu sana kujua kiwango halisi cha mitazamo ya wananchi wote. Pengine kwa sasa swali muhimu zaidi ni je, mfumo wa Korea Kaskazini unajilindaje? Hapo ndipo tunarudi kwenye swali tuliloanza nalo. Kwa nini Kim Jong-un bado yuko madarakani? Si kwa sababu moja, ni mfumo mzima: jeshi, chama, ufuatiliaji, udhibiti wa taarifa, propaganda, adhabu,
udhibiti wa harakati na pia hofu. Ripoti ya UN ya 2025 inasema hali ya udhibiti na ufuatiliaji imezidi kuwa kali, huku sheria na mbinu mpya zikiongeza adhabu kwa baadhi ya vitendo vya kujieleza au kushiriki taarifa za kigeni. Upande mmoja wa mpaka kuna Seoul, mji wenye mamilioni ya watu, internet, mitandao ya kijamii na habari kutoka dunia nzima. Upande mwingine Pyongyang, mji ambao taarifa nyingi zinapita kwenye mfumo unaodhibitiwa na serikali. Lakini kati ya dunia hizi mbili kuna watu wanaotaka kuondoka, watu wanaotafuta ndugu zao, watu wanaotaka kuona dunia walioambiwa haipo, na wengine wanaamua kukimbia. Lakini ukiamua kuikimbia Korea Kaskazini, unakimbilia wapi? Unawezaje kuvuka mpaka? Nani anakusaidia? Na ukikamatwa, nini kinakusubiria? Kwa sababu kutoroka Korea Kaskazini ni safari ya hatari, kwa sababu inahusisha kutoka nchi isiyokuruhusu kuondoka. Hebu tukutane katika mwendelezo wa dokumentari hii. Mimi naitwa Omar Zongo. Asante.